kuchafulia uwanja wa Dandora jina. Ndio maswali ambayo tutayauliza shirikisho. Naam. Hassan, hii si mara ya kwanza kushuhudia vurugu kama hizi nchini Kenya, na kama ulivyosema hapo tunasubiri FKF watoe taarifa maalum kuhusiana na hilo, lakini wadau wa michezo nchini Kenya wao wanasema nini tukio kama hili? Wanapata picha gani katika muda kama huu kuona matukio kama haya yakijitokeza, hasa wakati nchi hii inajiandaa kuhost michuano ya AFCON pamoja na Tanzania pamoja na Uganda kama ulivyotaja hapo awali? 90% watu wanakashifu sana, wanalani tukio lililojiri mitandaoni, katika vyombo vya habari, manake wanaona inatoa picha mbovu sana kwa ajili ya mashindano ya CAF. Na usisahau hata wakati wa mashindano ya CHAN alitokea furumai kiasi, ikabidi idadi ya mashabiki wa kuingia uwanjani ipunguzwe. Kwa hiyo kila mmoja analaani, kila mmoja anaomba shirikisho lichukue hatua kali, ingawa hizi timu mbili, nazungumzia Nairobi United, wanajitetea wao, wanaweka katika mtandao wao ile picha ya video wakati wamesawazisha bao lao kukatokea vurumai. Lakini Gor Mahia nao wanasema kuna mambo yalikuwa yameandaliwa ili kuichafulia Gor Mahia jina, kwa sababu mashabiki wao wamekuwa wakihusishwa sana na zahama na kila ambacho nafikiri kimefurahisha sana watu. Swali ambalo umeuliza ni kwamba kila mmoja sema ofisi mpya FKF, huu ni wakati wa kuangusha shoka. Huu ni wakati wa kuchukua tahadhari kubwa, ikiwemo uwanja wa Dandora kutotumika, ikiwemo baadhi ya mechi kuchezwa bila mashabiki kama adhabu kwa hizi timu ambazo zimehusika, na hata kupigwa faini kali. Asante sana Hassan Ali akizungumzia. Sasa umesikia hapa, huko jana kulikuwa na vurumai katika mchezo kati ya Gor Mahia. Unajua nimeshangaa sana masuala kama haya ya vurumai, ya vurugu wakati wa kandanda tumeizoea kwenye Mashemegi Derby. Hii ni wakati FC Leopard inacheza na Gor Mahia. Hawa ni kama vile Simba na Yanga.